Umeushuhudia mchezo na pengine ukiachilia matokeo kuwa 1-0 upande wa Yanga, umekuwa ni mchezo wa aina gani? Kwa kweli mechi ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa inavutia na imethibitisha kwamba dabi itaendelea kuwa dabi. Kwa maana mazingira ni 50-50. Yaani timu yoyote katika mechi hii hapa ilikuwa ina uwezo wa kupata matokeo chanya. Utakumbuka Simba nafasi walizotengeneza kipindi cha kwanza ambazo 1-1 wamepoteza. Na Yanga nafasi moja walipata kuweza kuitumia, lakini pia hata nafasi pia Yanga ambazo walizobaki kipindi cha pili ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha dabi ya Simba na Yanga itaendelea kuwa ni 50-50, ni unpredictable. Lakini kikubwa kwa timu zote mbili jinsi ambazo zilikuwa zinacheza, ulikuwa unaona tu kwamba ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, individual brilliance ndio ilikuwa inaonekana, lakini kwenye team combination bado zilikuwa weakness ziko nyingi kwa pande zote mbili, si kwa Simba wala si kwa Yanga. Yanga walianza na wachezaji wote ambao walikuwepo msimu uliopita, lakini Simba wakati wanaanza walianza na wachezaji baadhi ambao wameingia msimu huu. Inawezekana ndio imetengeneza tofauti ya matokeo. Of course ni moja kati ya kitu ambacho mwalimu alikuwa yani kwa mwalimu wa Yanga alikuwa anaangalia kile ambacho kitatokea, kwa sababu naye pia ndo mara yake ya kwanza. Kwa hiyo kwa kutumia uzoefu wa wachezaji akawa kajifunza, ingawa kwenye kipindi cha kwanza kulikuwa kuna weakness nyingi sana ambazo zilipelekea Simba wakatengeneza nafasi clear chances 3 kipindi cha kwanza ambazo yalitokea makosa ambayo kama Simba wangekuwa makini kwenye finishing, wangekuwa na utulivu, wangekuwa na yani accuracy rate, usahihi wa kumalizia wangekuwa angalau 80%, pengine wangeweza kupata hata magoli mawili. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho ikapelekea mwalimu akafanya badiliko kipindi cha pili, timu kidogo ikabadilika, na hata